Wakati huu, hebu tuhakikishe mafundisho ya Biblia kwa mara nyingine tena kwamba kweli sisi ni wanafamilia wa familia ya mbinguni, na tuone jinsi kazi ya Mungu inavyofanywa chini ya somo familia ya mbinguni familia ya duniani mbili. Natumaini kwamba sote tutakutana na Baba wa mbinguni katika ufalme wa milele wa mbinguni tukishika mikono ya mama yetu. Tuangalie Waibrania sura ya 8 mstari wa 5. Wanahudumu katika patakatifu palipo nini? Mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Mambo ya duniani ni nini kuhusu mambo ya mbinguni? Mfano na kivuli. Miongoni mwa mambo mengi, mfumo wa familia ni mfano wa kawaida unaoonyesha uhusiano kati ya kitu halisi na kivuli chake. Ikiwa hatujui hili, hatuwezi kuamini kwamba tunaenda mbinguni, au kwamba mbinguni ni nyumbani kwetu, au kwamba Mungu ni baba na mama yetu. Mungu aliruhusu Biblia iandikwe kwa ajili ya nani? Kwa nini Mungu alituruhusu kuwa na Biblia katika enzi hii? Yote ni kwa ajili ya waumini wa familia ya mbinguni. Watoto wa Sayuni wanaofuata maneno ya Biblia ni watoto wa mbinguni. Kwa sababu sisi ni watoto wa mbinguni, tuna haki ya kumuita Mungu Aba Baba. Leo tujifunze kuhusu hili na tuone maana ya kweli ya maneno, mambo ya duniani ni mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Inapokuja kwenye mfumo wa familia, tunaweza kuwafikiria washiriki wake. Kuna baba. Baba huwakilisha familia yake na huchukua jukumu kama mshindi wa mkate. Anapata riziki. Huyo ndiye baba. Mungu alimpa Adamu misheni kama hiyo pia. Kwa jasho la uso wako utafanya nini? Mtakula chakula chenu, Mungu alisema. Ndiyo maana lazima kuwe na baba katika familia. Kama vile kuna baba katika familia ya kimwili katika ulimwengu wa kivuli, vivyo hivyo kuna baba katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu usioonekana wa mbinguni. Tunapofikiria kuhusu Waibrania sura ya 8 tena, mambo ya duniani ni mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Kila mtu, nini huja kwanza, uhalisia au kivuli? Kivuli kinaweza kuwepo tu wakati uhalisi upo. Ikiwa hakuna uhalisi, hakuwezi kuwa na kivuli. Kivuli bila uhalisi wake hakiwezi kuwepo. Hapa kuna nuru. Mnaweza kuona kivuli cha mkono wangu. Kwa sababu kuna mkono, kivuli kipo. Ninapoisogeza mbali, kivuli kinaondoka. Lazima uwepo uhalisia kwanza. Hapo tu kivuli kinaweza kuwepo. Biblia inasema mambo ya duniani ni kivuli cha mambo ya mbinguni. Hivyo, ikiwa kuna baba duniani ambao ni ulimwengu wa kivuli, lazima kuwe na nani mbinguni ambao ni ulimwengu wa uhalisi. Hebu tuone kama kweli tunaye baba katika ulimwengu wa mbinguni. Tuangalie Waibrania sura ya 12 mstari wa 8. Kama hakuna kuadibisho ambalo ni fungu la watoto wote, basi ninyi ni watoto wa haramu wala si watoto halali. Tena sisi sote tunao baba wa kimwili waliotuadibisha. Mambo ya duniani ni ya wanadamu, ni ya ulimwengu wa kivuli. Basi tujaribu kubadilisha neno mwanadamu na kuweka kivuli. Tena sisi sote tunao baba wa kimwili waliotuadibisha, nasi tukawaheshimu kwa ajili ya hilo. Je, si inatupasa kujinyenyekeza zaidi kwa baba wa roho zetu ili tuishi? Ulimwengu wa roho ndio uhalisia. Ndiyo maana tunajinyenyekeza kwa baba wa kweli hata zaidi. Kuwepo kwa baba wa kibinadamu katika dunia hii kunaonyesha uwepo wa baba wa kiroho katika ulimwengu wa kiroho. Bila shaka tunaye baba yetu wa kiroho. Tunamwitaje baba wa roho zetu? Je, hatumwiti Mungu Baba?
Katika Mathayo sura ya 6, hebu tuthibitishe uwepo wa Mungu Baba kupitia maneno ya Yesu. Mathayo sura ya 6 mstari wa 8. Msiwe kama wao, kwa sababu Baba yenu anajua kile mnachohitaji kabla hamjamwomba. Akimrejelea Mungu, Yesu anasema kwamba yeye ni Baba yenu, kwa maneno mengine, Baba yetu. Tuendelee na mstari wa 9. Hivi basi ndivyo iwapasavyo kuomba, nani? Yetu Baba yetu uliye mbinguni. Mfumo wa duniani ni mfano na kivuli cha mfumo wa mbinguni. Katika dunia hii ambayo ni ulimwengu wa kivuli, Baba yupo. Kupitia hilo tunaweza kuelewa ulimwengu wa uhalisi. Kuna Baba katika ulimwengu wa kiroho. Tunaweza kuielewa au la, kwa sababu kuna Baba duniani, ulimwengu wa kivuli. Iwapo tu kuna uhalisi, kivuli kinaweza kuwepo. Bila vitu halisi, vivuli haviwezi kuonekana. Ndipo tunaweza kuthibitisha kwamba kuna Baba katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa uhalisi mbinguni, kwa sababu kuna Baba duniani, ulimwengu wa kivuli. Je, hili si lile Biblia inaloshuhudia? Biblia inathibitisha uwepo wa Baba wa mbinguni. Baba. Je, tunamwita mtu yeyote baba? Tuseme kuna mtu mwenye umri wa miaka 100, lakini hana mtoto. Je, anaweza kuwa baba? Baba si cheo ambacho mtu anaweza kupata kwa sababu tu anazeeka. Lazima awe na mtoto wake. Hiyo ndiyo sharti. Unapotafuta neno baba katika kamusi, linafafanuliwa kama mzazi wa kiume, mtu ambaye ana mtoto wake. Lazima awe na mtoto wake. Ikiwa hana mtoto, hawezi kuwa baba. Haijalishi ana umri gani. 100, 70, 50, 40, haijalishi. Sio kama unaweza kuwa baba moja kwa moja unapofikisha miaka 40. Lazima kuna nani? Iwapo tu mtu ana mtoto wake, anaweza kuitwa baba. Anaweza kuitwa baba na nani? Na mtoto wake. Hakuna watu wengine ambao wangemuita baba ila mtoto wake. Haijalishi kama ana umri wa miaka 40 au miaka 50. Kama mtu ana mtoto wake, ingawa ana umri wa miaka 20, yeye ni baba. Kweli? Sharti pekee la kuitwa baba ni ikiwa ana watoto au la. Je, si rahisi vya kutosha? Kwa kuwa Yesu alitufundisha kumwita Mungu Baba uliye mbinguni, tunaweza kukisia lazima kuna watoto mbinguni. Je, ni dhana yetu tu? Au kweli kuna wana na binti wa mbinguni? Hebu tuthibitishe uwepo wa watoto wa mbinguni katika Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 hadi 18. Kwa hiyo tokeni miongoni mwao mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu chochote kilicho najisi, nami nitawakaribisha. Mimi nitakuwa nani kwako? Baba kwenu, nanyi mtakuwa nani? Mtakuwa wanangu na binti zangu, asema. Nani? Anasema Bwana Mwenyezi. Hili ni neno la Mungu. Uhusiano huu sio uhusiano wa kimwili kati ya baba na mwanawe au baba na binti yake. Ni uhusiano wa kiroho kati ya baba wa kiroho na wanawe wa kiroho. Kweli? Ni uhusiano wa kiroho kati ya baba wa kiroho na binti zake wa kiroho. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wana na binti zangu. Anasema nani? Asema Bwana Mwenyezi. Mungu alisema hivyo. Hili ni fundisho la wazi la Biblia. Katika familia ya duniani ya ulimwengu wa kivuli, kuna baba na wana na binti. Ikiwa kuna baba, wana na binti, je, ni wote waliomo katika familia hiyo? Kuna mtu mwingine? Lazima awepo mama.
Ukweli kwamba kuna mama wa duniani katika ulimwengu wa kivuli unaonyesha kwamba kuna mama halisi katika ulimwengu wa kiroho. Ni kwa sababu tu wakati kuna uhalisi, kunaweza kuwa na kivuli. Katika Waibrania sura ya 8, Mungu alieleza kuhusu patakatifu. Kwa kuwa Mungu ameifunua waziwazi, tunaweza kuelewa kwa urahisi kanuni hiyo hiyo inayotumika kwa mfumo wa familia. Katika ulimwengu wa kivuli kuna baba, mama na wana na binti. Ni wanafamilia. Ili wanafamilia wawepo hivyo, lazima awepo nani katika ulimwengu wa uhalisi? Katika ufalme wa mbinguni lazima kuna Mungu Baba, wana na binti wa mbinguni na nani mwingine? Mama wa mbinguni. Iwapo tu kuna Mungu Mama, familia ya mbinguni inakuwa kamili na kamilifu. Watu wanatambua uwepo wa mama duniani, lakini wanasema katika ulimwengu wa kiroho kuna baba tu, hakuna mama. Lakini mnapokumbuka uhusiano kati ya uhalisia na kivuli, je, hiyo inaleta maana? Hapana, haileti maana yoyote. Ndiyo maana Biblia inatuambia kwamba tunaye mama. Biblia takatifu ni nini? Ni maneno ambayo Mungu wetu mtakatifu anatupa. Ni barua ya Mungu kwetu. Basi hebu tuone kama tunaye mama wa kiroho mbinguni au la, kama vile tunavyokuwa na mama duniani. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26 unasema, lakini Yerusalemu wa juu, kwa maneno mengine mbinguni, ni huru, nayo ndiye nani? Yeye ni mama yetu. Neno mama linahitaji mtu kutumiwa. Kwa sababu tu mwanamke anafikisha miaka 40, 50, 60, 70 au hata 100 haimaanishi kwamba yeye ni mama. Umri wake haujalishi, lazima awe na nani? Mtoto wake. Vivyo hivyo mama yetu wa mbinguni lazima awe na watoto wake. Katika ulimwengu wa viumbe hai duniani, nani ana upendo mkubwa zaidi? Ni mama. Kila tunaposikia hadithi kuhusu akina mama tunaguswa sana. Kila hadithi inayohusiana na upendo wa akina mama inatugusa. Kuna sababu watu wengi huchagua mama kama neno wanalolipenda zaidi. Ni nini kilichotele zaidi mioyoni mwa akina mama? Akina mama wana upendo mwingi zaidi mioyoni mwao. Ndiyo maana kila tunaposikia hadithi kuhusu akina mama wanajitoa na kujitoa kwa ajili ya watoto wao. Nani anaweza kutoa uhai wake mwenyewe kwa ajili ya mtoto wake? Ni mama. Akina mama wanawapenda watoto wao sana. Kuna hadithi nyingi ulimwenguni kuhusu upendo mkubwa wa akina mama. Lazima umesikia angalau moja kati yao. Basi hebu tufikirie kuhusu hili, akina mama duniani ni nini juu ya mama wa mbinguni? Mfano wa mama wa mbinguni. Je, kivuli kina harufu nzuri? Ingawa hauna harufu nzuri, kwa nini tunatokwa machozi tunaposikia kuhusu upendo wa akina mama? Kwa nini upendo wa akina mama unagusa kamba za mioyo yetu? Ijapokuwa akina mama duniani ni kivuli, wana asili ya mama wa mbinguni. Je, mama wa uhalisi atakuwaje? Tabia ya mama yetu wa kiroho itakuwaje? Kwa ajili ya wokovu wetu, mama alikuja duniani akivaa mwili sawa na wetu kwa sababu ya dhambi zetu. Hebu tuwazie muonekano wa awali wa mama kabla hajaja hapa. Lazima angekuwa mzuri na mwenye utukufu kiasi gani mbinguni akizungukwa na nuru.
Kupitia baba na mama wa duniani wanaofanya juhudi kubwa kwa ajili ya watoto wao, tunaweza kuelewa ni kiasi gani zaidi baba na mama wa mbinguni hufanya juhudi kwa ajili yetu. Tukiona kivuli peke yake, tunasukumwa machozi na kuvunjika moyo kwa sababu ya mateso yao. Hadithi za familia yetu ya mbinguni zingetoa machozi kiasi gani zaidi? Tunahitaji kufikiri kuhusu hili. Katika ulimwengu wa kivuli inavunja moyo vya kutosha. Wazazi hujitoa wenyewe kwa ajili ya watoto wao. Hivi karibuni nimesoma manukato ya Sayuni yaliyotumwa kutoka Venezuela. Kwa kuwa Venezuela ina matatizo ya kitaifa, hakuna chakula cha kutosha Sayuni pia. Katika siku za Sabato waumini wanapokuja Sayuni, wanashiriki chakula chochote walicho nacho kwa pamoja. Ingawa kila muumini hupewa chakula, akina mama mara chache hula bali hulisha watoto wao. Nikisoma hadithi hii, nilivunjika moyo. Katika ulimwengu huu wa duniani, ulimwengu wa kivuli pia, akina mama wanawapenda watoto wao kiasi hicho. Basi asili na upendo wa mama wa mbinguni katika ulimwengu wa uhalisi ni mkubwa zaidi kiasi gani katika ulimwengu wa kiroho? Leo hebu sote tufikirie kuhusu hili na tushangilie na tutoe shukrani na heshima kwa Mungu kwa kutufanya watoto wa baba na mama. Ndiyo maana Biblia inatuomba tutoe shukrani kwa Mungu. Tuangalie Warumi sura ya 8 mstari wa 16. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu nani? Tu watoto wa Mungu. Roho anashuhudia nini kwamba sisi tu watoto wa Mungu? Roho hushuhudia nini ni watoto wa Mungu kupitia jambo fulani. Hiyo ni nini? Inapokuja kwa familia, familia inahusiana kwa damu, sivyo? Uhusiano kati ya wazazi na watoto lazima uhusishwe kwa damu. Wale tu wanaorithi damu ya wazazi wanaweza kuambiana, ninyi ni wazazi wangu, au ninyi ni wana na binti zangu. Basi ili tuwe watoto wa Mungu, tunahitaji kurithi damu ya Mungu. Sasa tuone jinsi Mungu anaturuhusu kupokea damu yake takatifu. Tuangalie Injili ya Luka. Luka sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila. Twende kwenye mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa akisema, huu ni mwili wa nani? Hii ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Je, mwili wangu humrejelea nani? Mwili wa Yesu. Kulingana na Utatu Mtakatifu, Yesu ni nani? Yeye ni Mungu Baba. Tulipewa mwili wa Mungu Baba. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe. Kikombe cha divai ya Pasaka. Akisema, kikombe hiki ni nini? Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Hii ni damu ya nani? Damu ya Yesu. Kulingana na Utatu, Yesu ni Baba. Ametupa njia ya kurithi mwili na damu ya Baba. Je, ni agano gani? Ni ukweli wa agano jipya. Ndiyo maana Roho hawezi kujisaidia bali kutukubali sisi kama watoto wa Mungu katika Warumi sura ya 8. Wewe ni mwanangu. Kwa nini ni hivyo? Ni kwa sababu tuna mwili na damu ya wazazi wetu wa kiroho ndani yetu. Mungu alitupa damu yake ya thamani kikamilifu kupitia ukweli wa Pasaka. Ndiyo sababu tunaweza kumwita Mungu Abba, Baba, na pia tunaweza kumwita Mungu Mama.
또요 어머니라 칭할 수가 있는 것입니다. Mungu ni baba yetu na Mungu ni mama yetu kwetu. 우리에게 있어서 하나님은 어머니십니다. Hata kama mtu anamuita Mungu mama, Mungu hawezi kuwa mama yake bila masharti. 무조건 아버지라고 Hata kama anamuita Mungu baba, Mungu hawezi kuwa baba yake kiholela. Lazima kuwe na uhusiano wa damu kati ya wazazi na watoto. Ili kuwa watoto na wazazi kimwili, lazima wahusishwe kwa damu ya asili. Ndivyo ilivyo na uhusiano wa kiroho, kwa kuwa mambo ya duniani ni mfano na kivuli. Katika ulimwengu wa kivuli, wazazi na watoto wanahusiana kwa damu. Kisha katika ulimwengu wa kiroho pia, wazazi na watoto wanahusiana kwa damu. Je, ni damu ya aina gani? Damu ni damu ya Pasaka. Basi kanisa lipi linatuunganisha na Mungu Baba na Mama kwa damu ya Pasaka ya Agano Jipya? Wale tu wanaoadhimisha Pasaka wanaweza kuitwa watoto wa Mungu. Wale ambao hawaiadhimishi Pasaka hawawezi kuwa watoto wa Mungu, hawana sifa. Ukienda kwa mwanamume yeyote na kumuita baba, baba, au ukimwendea mwanamke yeyote na kumuita mama, mama, utaonwa kama kichaa. Kama ilivyoandikwa dhahiri katika Warumi sura ya 8, Mungu anatuitaje? Turudi katika Warumi sura ya 8. Mstari wa 16 tena. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Hii inamaanisha kwamba Roho anatambua kwamba tuna mwili na damu takatifu ya Mungu ndani yetu. Kupitia nini? Kupitia Pasaka ya Agano Jipya. Kwa sababu imethibitishwa kwamba tuna damu ya thamani ya Mungu ndani yetu, Roho anatukubali kwa kusema, hakika ninyi ni watoto wa Mungu. Mstari wa 17. Hivyo, ikiwa sisi ni watoto, basi sisi ni nini? Tu warithi, warithi. Warithi maana yake nini? Warithi maana yake ni warithi. Tuendelee kuona yale tunayotarajiwa kurithi. Wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam. Nini? Katika yake tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Na yahesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa mateso madogo tunayopitia sasa ni si kitu kulinganisha na ukubwa wa mbinguni, utukufu utakaodhihirishwa kwetu baadaye. Hii inamaanisha kwamba ni zaidi ya kulinganishwa. Ili watoto wa Mungu wapate huo utukufu mtakatifu, tunapaswa kuwa na tumaini la mbinguni siku zote. Tukitii mafundisho yenye neema ya Baba na Mama, hebu tukimbie kuelekea ufalme wa mbinguni. Leo tunaweza kufikia hitimisho moja au mawili. Kupitia somo hili, familia ya mbinguni na familia ya duniani, tunafikia hitimisho kwamba wale ambao hawana Mungu Mama hawawezi kamwe kuwa watoto wa Mungu wa kweli. Kupitia somo hili, tunaweza kuona waziwazi nani lazima awepo katika ulimwengu wa kiroho. Tunaweza kuelewa kikamilifu kwamba lazima awepo Mungu Mama. Na kupitia Pasaka, tumekuwa nani katika uhusiano na Mungu? Tumekuwa watoto wa Mungu. Utukufu ambao watoto wa Mungu watapokea ni mkuu sana. Hivyo ninawaomba mara kwa mara msikate tamaa na utukufu huu au kuwaruhusu wengine wauchukue kutoka kwenu. Tafadhali usiipoteze. Shetani anatumia kila aina ya kashfa kutikisa msingi wa imani yetu ili kwamba tupotee mbali na Mungu Baba na Mama. Lakini Baba alitupa maneno yake matakatifu ili kutuokoa. Alisema kwa kuwa Mama yupo hakika, lazima tuamini katika Mama na tumfuate hadi ufalme wa milele wa mbinguni.
Hili ni ombi la Mungu Baba. 아버지 하나님의 부탁입니다. Sisi ni watoto wa mbinguni. 하늘 자녀들 Tunaporudi nyumbani kwetu pa milele mbinguni, tukistahili kuwa watoto wa mbinguni ambao ni wanyofu katika matendo, maneno na mwenendo, tutatawala milele na milele. 왕노릇할 수 있는 왕자 공주 Kama wanamfalme, mabinti wa kifalme na watawala wa mbinguni, hebu tusipoteze utu na wema. 잃지 않는 여러분과 제가 꼭 되도록 합시다. Na hebu tuihubiri Injili kwa watu bilioni 7 haraka iwezekanavyo. 복음을 다 전해서 잃어버린 Katika kuwapata kaka na dada zetu waliopotea kulingana na mapenzi ya baba na mama, hebu tuwe wamoja na tuihubiri Injili kwa bidii. 복음을 열심히 또 전가할 수 있는 시온 가족들이 다 되어 주시길 부탁드리겠습니다. Hili ni ombi lililotolewa kwa waumini wetu wa Sayuni na si kwa mtu mwingine. 이 일은 누가 Hivyo hakuna anayeweza kufanya kazi hii badala yetu. Sisi wenyewe tunapaswa kuifanya. 할 수 있는 일이고 Tunaweza kuifanya. 하나님께서 아버지 어머니께서 Mungu Baba na Mama yetu wanaahidi kwamba watatusaidia. 말씀이니까 이렇게 해서 Ninawaomba wanafamilia wetu wote wa mbinguni wawe na ndoto na tumaini kuu la kupata utukufu wa ulimwengu. 소망을 가지시고 살아갈 수 있는 우리 하늘 가족들이 다 되어 주시기를 부탁을 드리겠습니다. Leo hawa ndio kaka na dada zetu ambao wameruka kwenye mikono ya mama kama mawingu na kama njiwa kutoka nchi za mbali huko Amerika ya Kusini, kulingana na unabii. 남미 지역의 식구들 모든 우리 시온의 가족들 Ninaomba kwa mara nyingine tena kwamba upendo na baraka za baba na mama daima ziwe juu yao. 빌겠습니다. Zaeni matunda mengi na jipeni moyo. 힘냅시다. Asanteni na Mungu awabariki.